Jibril alimtazama Asma kwa muda mrefu, macho yake yakimdadisi. Aliona namna alivyochoka, alivyokonda, lakini ndani ya macho yake aliona mwanga wa ujasiri usioelezeka. Alitabasamu kwa upole na kusema, "Kwa sababu umeridhia kuolewa na mimi, basi naahidi nitakupenda katika maisha yangu yote. Nitakulinda na kukuheshimu, si kama mtumishi bali kama malkia wa moyo wangu." Toda na Tatu walicheka kwa dharau. Asma kweli ni mjinga. Yaani unakubali kuolewa na mwanaume masikini kama huyu? Eti malkia. Malkia wa nyumba ya nyasi. Toda alisema huku akicheka kwa kejeli, na Tatu akaungana naye kwa dhihaka. Lakini Asma hakujali. Alikuwa amechoka kwa mateso, na hata kama angeishi kwenye nyumba ya udongo, alihitaji tu amani. Mzee Salum hakuona sababu ya kupinga ndoa hiyo, hasa baada ya kuona kuwa Asma mwenyewe amekubali. Bi Maina akiwa na furaha ya ajabu alikubali haraka. Alijua kuwa kwa kumwozesha Asma, mali zote za familia ya marehemu zingebaki kwao. Ndoa ilipangwa haraka. Ilikuwa saa 1 jioni ya siku hiyo hiyo, chini ya mti mkubwa uliopo nyuma ya nyumba ya mzee Salum. Hakukuwa na sherehe wala muziki. Wageni wachache wa familia walikuwepo, lakini hakuna aliyeonekana kufurahia ndoa hiyo, isipokuwa Asma na Jibril. Asma alivaa kanga moja mpya aliyokuwa amepewa na rafiki yake zamani alipokuwa shule, na Jibril alivaa shati lililokuwa limechakaa kidogo lakini limenyoshwa kwa upendo. Baada ya ndoa, Asma na Jibril waliondoka kwa miguu kuelekea kituo cha basi. Wakiwa njiani, Asma alimtazama Jibril kwa upole. "Asante Jibril, umenitoa katika mateso ya familia yangu. Naahidi nitakupenda daima. Hata kama itakuwa kukutumikia, nipo tayari." Jibril alisimama, akamshika mkono na kumtazama machoni. "Asma, sikukuoa ili uwe mtumishi wangu. Nimekuoa ili uwe malkia wa moyo wangu na kasri la maisha yangu. Kuanzia sasa hautakuwa tena katika mateso. Nitahakikisha unapata upendo uliokosa kwa miaka mingi." Asma alitabasamu kwa aibu, macho yake yakilengwa na machozi. Hakujua ni nini kilimvutia Jibril kwake, lakini moyo wake ulianza kujaa matumaini mapya. Walipofika mjini, Jibril alimpeleka moja kwa moja kwenye nyumba ya kupanga iliyoko pembezoni mwa mtaa wa kawaida. Haikuwa kubwa wala ya kifahari, lakini ilikuwa safi na tulivu. "Asma, hii ni sehemu yangu ya kuanzia. Sina mengi, lakini nitakupa moyo wangu wote," Jibril alisema huku akimshika mkono. Asma alitabasamu kwa unyonge. "Hii ni zaidi ya nilichotarajia. Hata jiko la kuni na godoro la chini ni neema kuliko maumivu niliyoyapitia." Siku zilianza kukatika. Asma alifanya kazi kwa bidii nyumbani, akimsubiri mumewe ambaye aliondoka kila asubuhi akidai ana kazi za kutafuta maisha. Hakumuuliza mara nyingi, alimwamini. Kwa mara ya kwanza, Asma alijisikia mwanamke kamili, mwenye heshima, mume na amani. Lakini kulikuwa na jambo moja Asma hakulijua, Jibril hakuwa masikini kama alivyoonekana. Ukweli ni kwamba Jibril alikuwa mwana wa kifalme, mrithi wa familia tajiri sana ambayo ilimiliki mashamba, majumba na biashara nyingi mjini. Alikuwa amevaa sura ya unyonge kwa makusudi, ili kumpima mwanamke wa kweli wa moyo, si wa mali.
Siku moja, baada ya miezi kadhaa ya ndoa, Asma alipokuwa akifua nguo nje, gari la kifahari liliwasili mbele ya nyumba yao. Walinzi wawili walishuka na kumsalimia kwa heshima kubwa. Bi Asma, mumeo ametutuma tukuchukue. Kuna jambo muhimu sana unapaswa kuliona. Alijawa na hofu na wasiwasi. Jibril yuko salama? Aliuliza kwa hofu. Yuko salama kabisa. Tafadhali fuatana nasi. Alikubali kwa shaka. Walimpeleka hadi kiwanja kikubwa kilichokuwa na jumba la kifalme. Alishuka taratibu akitazama mazingira kwa mshangao. Mlangoni, Jibril alimtokea akiwa amevaa suti rasmi, akiwa tofauti kabisa na jinsi Asma alivyozoea kumuona. Pembeni yake walikuwepo wazazi wake na watu wengine wa heshima kubwa. Asma, Jibril alianza kwa sauti yenye nguvu lakini laini, najua hujui mengi kuhusu mimi. Nilitaka kwanza nijue kama kuna mtu atanipenda kama nilivyo, bila mali, bila hadhi. Wewe umenipenda, umeniheshimu, umenipa moyo wako. Na sasa nahitaji ujue ukweli. Mimi ni Jibril bin Rashid, mrithi wa himaya ya Rashid Group. Na leo napenda kukuonyesha maisha halisi uliostahili siku zote. Asma alibaki ameduaa. Machozi yalimtoka kwa mshangao na hisia kali. Hakuamini ndoto aliyodhani haiwezekani ilianza kutimia. Mama na baba wa Jibril walimsogelea na kumkumbatia. Karibu katika familia yetu, binti yetu mpendwa. Moyo wako ndio uliotufurahisha zaidi. Na hapo ndipo maisha ya Asma yakaanza upya, si kwa sababu ya utajiri au heshima, bali kwa sababu ya kupendwa kwa dhati. Alikuwa malkia wa moyo wa mwanaume aliyempenda, na heshima yake haikutokana na mavazi wala pesa, bali kutokana na thamani ya roho yake iliyojaa upendo, subira na msamaha. Baada ya Asma kugundua ukweli kuhusu mumewe, Jibril bin Rashid, moyo wake ulijaa furaha isiyoelezeka. Alijikuta katika dunia tofauti na ile aliyozoea, dunia ya heshima, mapenzi na maisha ya kifahari. Lakini ili aweze kuendana na hadhi ya kifamilia ya Jibril, ilibidi ajengwe upya. Si kama msichana wa kawaida, bali kama malkia wa kifalme. Katika jumba kubwa lenye vyumba zaidi ya 50, Asma alianza safari ya kujifunza kuwa malkia. Wakufunzi wa kila aina walimiminika. Wapo waliomfundisha namna ya kutembea kifalme, kuketi kwa heshima, kula kwa ustaarabu, hata jinsi ya kuvaa mavazi rasmi kwa kila hafla. Wengine walimfundisha sauti ya kifalme, ile yenye ujasiri lakini yenye staha, yenye mamlaka lakini ya huruma. Alifundishwa nini aseme mbele ya watu na nini asiongee kabisa. Lugha zilifuata. Asma alifundishwa Kiingereza, Kifaransa, Kiswahili cha hadhi na Kiarabu fasaha. Haikuwa kazi rahisi, lakini bidii yake na upendo wa Jibril waliomshika mkono kila hatua vilimjenga kwa kasi. Jibril hakuwahi kumwacha peke yake. Alihudhuria baadhi ya mafunzo yake, alimtia moyo kila alipoonekana kuchoka na kumkumbusha kila mara, wewe si wa kawaida Asma. Dunia hii ilikungoja kwa muda mrefu. Miaka 2 ilipita kwa haraka na furaha yao ilitimilika walipopata mtoto wa kike mwenye sura ya kupendeza ajabu. Walimuita Sumaya, jina la heshima na uzuri. Mtoto huyo alikuwa kivutio cha kila mtu katika familia hiyo. Macho ya kila mmoja yalijaa mapenzi kwake, lakini zaidi kwa mama yake, Asma. Moyo wa Jibril ulimpenda mkewe maradufu, akijivunia jinsi alivyoiva kuwa malkia wa kweli.
Siku moja walipokuwa wameketi bustanini wakiangalia Sumaiya akicheza na wanyama wa kufugwa wa kifamilia, mama yake Jibril alikuja na pendekezo. Asma, nadhani ni vyema tukawaalika familia yako kwenye sherehe ya kumwenzi Sumaiya kutimiza mwaka mmoja. Hii ni sherehe ya kifamilia na asili yako haitakiwi kusahaulika. Asma alitabasamu kwa upole. Nitawapigia simu kesho, alijibu kwa heshima. Lakini mama mkwe wake alitikisa kichwa. Hapana, malkia wangu. Sitaki upige simu. Nitatuma walinzi wangu wawafate, tutawaheshimu kama wanavyostahili. Wewe ni mmoja wetu sasa na hatutarajii uombe ruhusa kuona watu wako. Asma alinyamaza kwa muda, macho yake yakijaa hisia. Hakuzoea upendo huu. Hakuzoea kupewa thamani kiasi hiki. Familia ya Jibril ilimpenda kwa dhati, walimuita malkia, walimheshimu, walimsikiliza na walimfanya ajione kuwa na maana. Alichokuwa akikosa kwa miaka mingi alipokuwa kwa mjomba wake, sasa alipata kwa wingi kupita maelezo. Moyo wake ulijaa shukrani. Kwa mara nyingine alitazama sura ya binti yake Sumaiya, kisha akamwangalia Jibril na kisha mama mkwe wake. Macho yake yakatoa machozi ya kimya. Alitamani siku hiyo ifike haraka, siku ambayo wale waliomdharau, walionyanyasa na waliomchukulia kama mtu asiye na thamani waje kumwona. Sio tu kama mke wa Jibril, bali kama malkia wa moyo wa watu, Asma bin Rashid. Na ndivyo maisha mapya ya Asma yalivyozidi kuchanua, taratibu yakiandika historia mpya ya msichana aliyetoka kwenye maumivu hadi kuwa malkia wa kweli. Sherehe ya kumfanyia Sumaiya kumbukizi ya mwaka mmoja ilipambwa kwa rangi, vicheko na upendo. Bustani ya kifalme ilijaa wageni wa heshima, wazazi na watoto waliovalia mavazi ya kifahari, wakiimba nyimbo za shangwe huku vikundi vya ngoma vikiburudisha. Meza zilizojaa chakula cha kila aina, maua ya kupendeza yaliyotundikwa juu ya hema kubwa jeupe, na sauti ya kicheko cha Sumaiya kilichopenya hewani vilitosha kuonyesha kuwa siku ile ilikuwa ya kipekee sana. Asma alivalia gauni refu la dhahabu lililoonyesha hadhi yake kama malkia wa moyo wa Jibril. Pembeni yake, Jibril alisimama akimtazama mkewe kwa tabasamu la fahari, macho yao yakikutana kwa mapenzi yaliyotulia na ya dhati. Lakini midomo ya baadhi ya wageni ilianza kunong'ona walipowaona wakisogea familia ya Asma. Mzee Salum, mkewe Bi Maina, pamoja na mabinti wao Toda na Tatu, walikuwa wamevalia nguo nzuri lakini nyuso zao hazikuwa na furaha. Walikuwa wamesikia kuhusu maisha ya kifahari aliyokuwa nayo Asma, na ukweli kwamba mume wake si mtu wa kawaida bali ni mfalme kijana mwenye heshima kubwa na mali zisizoisha. Walikuja kwa kisingizio cha kumpongeza Sumaiya, lakini dhamira yao ya ndani ilikuwa kuomba msamaha na kutafuta njia ya kurekebisha yaliyopita. Waliposogea karibu na Asma, waliona walinzi wakitazama kwa makini, lakini Asma aliwazuia kwa ishara ya mkono. Akasimama, akawakabili bila chuki machoni, bali kwa utulivu uliotokana na mtu aliyepona majeraha yake ya zamani. Bi Maina alinyenyekea mbele yake, machozi yakimtiririka. Asma, mwanangu, tafadhali tusamehe. Tulikosea. Tulikutendea vibaya. Hatukujua thamani yako, hatukujua. Mzee Salum naye akasujudu kidogo kwa aibu. Mwanangu, baba yako angenione sasa, nadhani angeshindwa kuniita ndugu. Tafadhali imsamaha. Toda na Tatu walikuwa nyuma yao, wamesimama kimya, lakini nyuso zao zilikuwa zimejaa majuto na huzuni. Tatu alikosa hata nguvu ya kumtazama Jibril usoni, akimkumbuka jinsi alivyokataa posa yake kwa majivuno, akidhani hakuwa na thamani. Leo hii ndiye mfalme na Asma ndiye malkia.
Asma akasogea mbele, sauti yake ikawa ya utulivu lakini yenye ujumbe mzito. Mimi sina kinyongo na nyinyi. Maisha yamenifundisha mengi. Bila mateso mlionipatia, sidhani kama ningekuwa hapa leo, au ningekubali kuondoka na mwanaume ambaye hata sikuwa namjua. Lakini huyo mwanaume ndiye zawadi yangu kubwa zaidi baada ya mateso. Kwa hivyo, sina chuki, ila najua Mungu atawalipa kwa kila dhuluma mlionitendea. Maneno hayo yalitua kama risasi ya kimya. Bi Maina alishika kichwa chake kwa maumivu ya moyo. Toda akamshika mkono Tatu, macho yao yote yakiwa mekundu kwa aibu na majuto. Hakuna aliyeweza kuongea tena. Waliondoka taratibu, wakiwa kimya, na kila mtu aliyetazama aliweza kuona aibu walioibeba. Miaka 7 baadaye, bustani ya kifalme ilikuwa kimya, lakini kimejaa maisha. Sumaiya, sasa akiwa na miaka 7 kamili, alikuwa akikimbia huku akicheka, akiwapita wazazi wake waliokuwa wamekaa kwenye benchi lililozungukwa na maua. Jibril alimtazama mkewe Asma kwa macho ya upendo ule ule wa siku ya kwanza, akamwambia, bado ni mrembo zaidi ya maua haya. Asma akatabasamu kwa haya, akamjibu, na wewe bado ni zawadi ambayo sikuwahi kuota kuipata. Wakacheka, kisha wakasimama na kuungana na Sumaiya, wakicheza naye, wakimzungusha, wakimshangilia. Bustani ilijaa sauti ya furaha, sauti ya familia iliyoshinda dhuluma, na ikajenga maisha mapya ya upendo wa kweli. Mwisho.